siku. Nitumie nafasi hii pia kukazia swala la malezi. Ni vizuri unapokuwa tazama mwenzi wa maisha, angalia malezi aliyopitia yana thamani kubwa na yanaweza kumjenga mtu kwa muda mrefu. Kumbuka unaenda kuishi na mtu ambaye hukuwahi kuishi naye hapo kabla. Kumbuka unaenda kuishi na mtu ambaye hapo kabla alikuwa akiishi na wazazi wake, alikuwa akipewa malezi na wazazi wake. Kwa hiyo wewe unaenda kuwa ni mtu mgeni. Kwa hiyo ni vizuri sana kuangalia malezi, kwamba je, haya malezi ambayo mwenzangu alipewa yanaweza yakawa yanalingana na yale ambayo mimi nimepewa, au kwa namna fulani tunaweza kwenda sambamba au tusiende sambamba. Na ni muhimu tu kufahamu kwamba kila binti ambaye yuko tayari kuolewa hataolewa na kila mtu. Kwa hiyo vijana, ni muhimu kufahamu kwamba uchaguzi ni wa muhimu sana. Lazima ufanye uchaguzi yakinifu. Kwa nini? Kwa sababu sio kila binti anayeonekana anafaa kuwa mke wako, na binti na wewe pia sio kila kijana anayeonekana anafaa kuwa mme wako. Yawezekana huyo kijana anafaa kuwa mme wa rafiki yako, yawezekana huyo kijana anafaa kuwa mume wa ndugu yako mwingine, na sio wewe. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya uchaguzi muhimu, ili ujue kabisa kwamba unaingia katika maisha ambayo yanaweza kuathiri uzima wako wa milele, lakini pia yanaweza kuathiri maisha yako ya leo na maisha ya kesho. Jambo tu ambalo Ellen White anaandika, anasema uchaguzi wa mwenzi wa maisha ni uchaguzi namba 2 baada ya uchaguzi wa Yesu Kristo kama Bwana na mkombozi wa maisha yako. Kwa hiyo vijana ambao bado hamjaingia kwenye ndoa, fanyeni maandalizi mapema. Ombeni Mungu awapatie hekima za namna ya kuchagua, kwa sababu mwenzi utakayemchagua ana mchango mkubwa kwenye maisha yako ya leo na maisha ya umilele. Ukichagua vibaya, yawezekana umilele wako ukapotea kwa sababu ya mwenzi wa maisha uliyechagua. Lakini ukichagua vizuri, basi Mungu atapitisha baraka zake na utaendelea kubarikiwa katika maisha yako. Karibuni tena katika siku ya leo. Siku ya leo tunalo somo jingine tena ambalo tunaendelea nalo katika siku maalum kabisa na juma maalum la vijana. Karibuni sana na Mungu awabariki. Labda kabla hatujaanza somo letu la siku ya leo, niwaalike tuweze kuomba, hatimaye tuweze kuanza. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, asante kwa sababu ya upendeleo unaotupatia. Asante kwa sababu ya wingi wa baraka na neema ambayo umeimwaga kwetu. Jioni ya leo tena tunaenda kulisema neno lako. Tunakualika ukawe pamoja nasi. Tusaidie kusimama imara, tusaidie kulisikia neno lako, tusaidie kuishi kulingana na neno lako, na zaidi sana tusaidie kujenga ushirika kamili na wewe. Baraka zako na upendo wako vikawe pamoja nasi, maana ndilo ombi letu kwa imani katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Siku ya jana tulikuwa na somo zuri ambalo lilitufundisha namna ambavyo sisi kama Wakristo tunapaswa kuhusiana katika maisha yetu, na sio tu kuhusiana, lakini pia lilikuwa linatukumbusha wajibu tulio nao na namna ambavyo Mungu alituumba tangu tulipotoka mikononi mwake. Siku ya jana tulijifunza kwamba sisi tumebeba sura na mfano wa Mungu. Licha ya kwamba baada ya dhambi kuingia, ile sura na mfano wa Mungu vilipotea, lakini bado neema ya Mungu imeendelea kututafuta, lakini bado Mungu wa mbinguni ameendelea kututafuta, kwa sababu anatamani ile sura na mfano wake virejee tena. Anatamani kuona mbingu mpya na nchi mpya. Ile sura ya Mungu inaendelea kuwepo miongoni mwa viumbe ambao yeye aliwaumba. Na siku ya jana tuliangalia tukasema kwamba katika namna ambayo Mungu anaendelea kumtafuta huyu mwanadamu, Mungu amechagua namna nyingine ambayo ni kujifunua kupitia neno lake.
Tukagundua ya kwamba kitabu cha Yohana sura ya 1 na lile fungu la 1 ambayo anasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alifanyika kuwa Mungu. Lakini pia naye neno, hakuna jambo ambalo lilifanyika pasipo yeye, ikiashiria ya kwamba Yesu Kristo huyu ndiye neno. Yesu Kristo huyu ndiye ufunuo. Na tukaona kwenye kile kitabu cha Waebrania anasema ya kwamba hapo mwanzo Mungu alijifunua kupitia manabii. Hapo mwanzo Mungu alijifunua kupitia wazee. Hapo mwanzo Mungu alijifunua kupitia waamuzi. Lakini leo neema yake imefunuliwa kupitia ujio wa Yesu Kristo. Kwa hiyo siku ya jana tukajifunza ya kwamba ni vyema kuamua kumfuata Yesu katika maisha yetu, kwa sababu Yesu Kristo amebeba hatima ya maisha yetu, kwa sababu Yesu Kristo amebeba usalama wetu, kwa sababu Yesu Kristo amebeba umilele wetu. Tukimpata Yesu Kristo tumepata uzima wa milele. Na hivyo karibuni siku ya leo tena tutakuwa na somo zuri, somo lenye kichwa kinachosema shule ya Sabato katika matendo. Shule ya Sabato katika matendo. Kanisa la Mungu kama chombo ambacho Mungu amekichagua ili kufikisha ujumbe wake kwa wanadamu. Kanisa la Mungu ambalo Mungu amelichagua ili liweze kupitisha ujumbe wa matumaini, ili liweze kupitisha ujumbe wa haki kwa ajili ya dunia nzima. Mungu amelipatia ujumbe. Na hili tulitazama siku ya Jumamosi ya kwamba kwenye kile kitabu cha Ufunuo neno la Bwana linasema kwamba kanisa la masalia limepewa mamlaka ya kwenda na kulisema neno, kwenda na kutangaza ujumbe wa malaika watatu, kwenda na kuwaambia watu ya kwamba Yesu anakuja hivi karibuni. Na kwa sababu hiyo kanisa la Mungu limebeba ujumbe wa matumaini, limebeba ujumbe ambao watu wa dunia yote wanapaswa kusikia. Limebeba ujumbe ambao unatoa matumaini kwa watu, unatoa matumaini kwa dunia ya kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya ulimwengu, ya kwamba Yesu Kristo alitundikwa pale msalabani ili mimi na wewe tuweze kuokolewa, ya kwamba Yesu Kristo yeye ndiye nuru, ya kwamba Yesu Kristo yeye ndiye njia, yeye ndiye uzima, yeye ndiye umilele. Pasipo yeye hakuna wokovu kwa mwanadamu. Na kwa kutambua hilo, kanisa likaanzisha idara maalum, idara ya shule ya Sabato, idara ambayo imebeba utume wa kanisa, idara ambayo imebeba majukumu ya kuliambia kanisa na kuwaambia watu wengine ya kwamba tusikae lele mama, Yesu anakuja, tujiandae, tuwe tayari, maana Yesu anakuja hivi karibuni. Kwa hiyo idara ya shule ya Sabato ni kiungo muhimu. Idara ya shule ya Sabato ni mkono wa kuume wa msaada wa Injili. Idara ya shule ya Sabato ni idara ambayo Yesu mwenyewe anaamua kuileta ndani ya kanisa ili kuleta uhai, ili kuleta shauku, ili kuleta uzima ndani ya kanisa, ili hatimaye tunyanyuke na kwenda kuambia wengine ya kwamba Yesu anaokoa. Bahati mbaya sana ni idara pekee ambayo imepewa jina la shule, lakini wanafunzi wake wamekuwa ni wazembe. Bahati mbaya sana ni idara ambayo ina muda mwingi kuliko idara nyingine yoyote ndani ya kanisa la Mungu. Ni idara ambayo imebeba maana kubwa. Ni idara ambayo hakuna kiongozi wa idara nyingine ambaye ana nafasi kubwa katika kanisa hili kwa upande wa huduma
kama ilivyo idara ya shule ya Sabato. Wakati fulani, miaka takribani 10 na kitu huko nyuma, miaka 12, nikiwa ninabatizwa, nilisikia wakati fulani wakisema shule ya Sabato, wakawa wanajibu moyo wa kanisa unaodunda barabara. Nikawa najifunza hivi, nini maana ya shule ya Sabato? Ina maana shule ya Sabato ndio inaleta uhai kwa kanisa la Mungu. Ina maana idara nyingine hazileti uhai kwa kanisa la Mungu. Lakini baadaye nilikuja kugundua ya kwamba shule ya Sabato ni idara ambayo inaleta uhai, ni idara ambayo inaleta shauku ya Injili, ni idara ambayo inawatengeneza vijana, inawatengeneza wazee, inawatengeneza Wakristo kuandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Si tu kuandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele, lakini pia inawatengeneza washiriki wa kanisa kuwa miongoni mwa watendakazi wa Kristo, maana wamepewa utume, maana wao kama kanisa wamepewa nafasi ya kwenda na kuambia wengine ya kwamba sisi tunao ushuhuda namna Yesu anavyofanya kazi kwenye maisha yetu. Kwa hiyo na nyinyi njooni muone namna ambavyo Yesu anafanya kazi kwenye maisha ya mwanadamu. Idara ya shule ya Sabato, kwa bahati mbaya sana, katika kipindi hiki ambacho ni kipindi cha mwisho, kipindi ambacho Yesu anakaribia kurudi, kipindi ambacho Yesu Kristo anakaribia kurudi na kuwachukua watoto wake, idara ya shule ya Sabato imekosa taarifa nzuri. Idara ya shule ya Sabato wakati fulani katika makanisa yetu imepoteza ule mvuto. Idara ya shule ya Sabato ambayo inapewa muda mwingi, takribani masaa 3, lakini ndio idara ambayo taarifa zake ukizisikia zinatia shaka. Wapendwa, jioni ya leo tunatamani kujifunza kuona namna ambavyo baada ya kupokea neema ya Kristo, je, tunatumiaje uwepo wa idara ya shule ya Sabato kwa ajili ya utumishi. Kila kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 2 na kuanzia fungu la 42 hadi lile fungu la 47, kunayo maneno matakatifu natamani tuyasome jioni ya leo, ambayo yatatupatia mwanga wa nini tunapaswa kufanya na wapi tunakoelekea katika huduma yetu. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42 hadi ule mstari wa 47, Biblia inasema kuanzia 41, nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja, na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Hapa tunajifunza tabia za kanisa la awali. Hapa tunajifunza tabia za kanisa la Mungu la awali kabisa, ambalo wengine wanapenda kuliita kanisa la mitume. Kanisa ambalo lilijumuisha Wakristo waliobatizwa awali. Kanisa ambalo lilijumuisha wanafunzi ambao Yesu aliwaacha, anawaambia ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Tazama ninakwenda kwa Baba ili nikawaandalie makao, ili mimi nitakapokuwepo na nyinyi muwepo. Kanisa ambalo linajumuisha wanafunzi wa Yesu, watu ambao walikaa miaka 3 na Yesu, watu ambao walidumu katika neno pamoja na Yesu, watu ambao wana uzoefu wa imani, watu ambao waliona miujiza ikitendeka, watu ambao waliona
kuyaona matendo makuu ya Mungu yakifanyika kupitia ujio wa Yesu Kristo mara ya kwanza katika dunia hii. Biblia inatuambia ya kwamba pamoja na sifa nzuri nyingi walizokuwa nazo, pamoja na sifa nyingi nzuri ambazo kanisa la Mungu la awali liliweza kutekeleza katika wakati ule, Biblia inasema ya kwamba sifa tatu muhimu zilikuwa ni sehemu ya kanisa. Jambo la kwanza, walidumu katika mafundisho. Unajua, Ellen White anaandika mahali fulani, anasema laiti kama Wakristo, laiti kama wabeba nuru wangeyaishi maandiko, wangeishi kulingana na neno la Mungu, yumkini kusingekuwa na haja ya kufunga vyombo, yumkini kusingekuwa na haja ya kwenda na kuhubiri mahali, kwa sababu maisha yao yangekuwa ni hubiri tosha. Maana maisha yao yangewabadilisha walio wengi, maana maisha yao yangewavuta wengi kwa Kristo. Na utaona hapa kanisa la awali, kwa sababu tu ya maisha ambayo washiriki wake waliishi, wengi waliokolewa, wengi walitoa maisha yao kwa Yesu, wengi walivutwa kuingia kanisani, wengi walikubali kuacha miungu migeni na wakampokea Yesu kama Bwana na mkombozi wa maisha yao. Wapendwa, sisi wa Kristo wa nyakati za leo, Yesu anatuita na sisi tuwe na tabia kama ilivyokuwa tabia ya washiriki wa kanisa la awali, watu ambao walidumu katika neno la Mungu, watu ambao walikuwa ni waberoya, walilichunguza neno asubuhi, mchana, jioni, walichunguza neno, hawakuyumbishwa. Walipoambiwa ya kwamba mnavyoamini sio sawa, wao walichunguza neno, wakasema ikiwa limeandikwa katika Biblia, hilo nitaliamini. Hiyo ni sifa ya kwanza ya kanisa la awali. Walidumu katika mafundisho ya neno la Mungu. Lakini sifa ya pili, walidumu katika ushirika. Waliishi maisha ya Kristo, walikuwa connected na Yesu moja kwa moja. Na hapa maisha ya ushirika yanashabihiana na maisha ya maombi. Walikuwa ni watu wa sala, walikuwa ni watu wa maombi, siku zote walimtegemea Yesu. Na ndio maana ilifika mahali wakauza hadi mali zao, na ndio maana ilifika mahali wakaamua kuuza vitu walivyokuwa wanamiliki ili tu wagawane. Swali la kujiuliza leo, hivi je, ikisikika sauti kutoka mbinguni kwamba uza vyote ulivyo navyo wagawie watu, maana mimi ninataka iwe hivyo, itawezekana? Biblia inacho kisa cha kijana mmoja ambaye alienda na kuuliza kwamba Yesu, nifanye nini niweze kwenda mbinguni? Baada ya mahojiano ya muda mrefu, Yesu akamwambia, nenda kauze vyote unifuate. Biblia haielezi kwamba baada ya pale nini kilitokea. Nikana kwamba yule kijana alikula kona. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi tumebeba hizi mali ambazo Mungu ametupatia, tumeziona kama ni za kwetu, tukasahau ya kwamba yupo aliyetupatia. Na yeye aliyetupatia mali, yeye aliyetupatia karama, yeye aliyetupatia nguvu, yeye aliyetupatia maarifa, anatamani tuyatumie kwa ajili ya kazi yake. Kanisa la awali walidumu pamoja katika ushirika. Lakini jambo la mwisho, kanisa la awali walidumu kuwa wamoja katika kuumega mkate na katika kusali. Leo hii makanisa ukienda siku ya Jumamosi yamejaa. Makanisa ukienda siku za Sabato wamejaa. Ukienda siku za makambi, siku za sherehe wamejaa. Lakini nenda siku za Jumatano za maombi kama leo, nenda siku za Ijumaa za kufungua Sabato, nenda siku za Jumamosi jioni za kufunga Sabato, Wakristo
hawapo kanisani. Lakini kanisa la awali walidumu kusali pamoja, walidumu kumega mkate pamoja, walidumu kushiriki katika maandiko pamoja. Ni swali ambalo ni vyema ukajiuliza leo. Je, wewe kama kanisa, wewe kama mshiriki wa kanisa hili, ni mara ngapi umedumu katika kusali? Ni mara ngapi umedumu katika kuomba pamoja na wenzako? Wakati ule Yesu akiwa anakaribia kuondoka, anasema amani na waachieni, lakini anatoa maagizo, anasema iweni na umoja kama mimi na Baba tulivyo wamoja, nanyi iweni na umoja. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alijua mahali ambapo tutaanza kutengana, mahali ambapo mmoja hataona umuhimu wa mwenzake, mahali ambapo tutakapoona kanisa sio mahali salama tena, mahali ambapo tutaona kanisa sio jambo la muhimu tena, ndio wakati ambao shetani anaweza kujipenyeza. Ndio wakati ambao shetani anaweza kupenyeza hila zake na akatupotosha, na ikafika mahali tukadhani ya kwamba bado tuko kanisani, lakini kumbe tumepotea. Kitabu cha Ufunuo kinasema ya kwamba, ninakuandikia leo maana wewe ni vuguvugu, wala si moto wala si baridi. Ni swali la kujiuliza jioni ya leo. Je, wewe ni miongoni mwa wale ambao wanabeba tabia ya kanisa la awali hata hivi leo? Je, wewe ni miongoni mwa wale ambao wanabeba sura ya kanisa la awali katika kanisa la mwisho? Ningekupendekezea jioni ya leo uwe miongoni mwa wale ambao jioni hii ya leo watasema, ninatamani kufanya tena agano na Yesu, ninatamani tena kufungamanishwa na Yesu. Maana wakati mwingine tumejisahau katikati ya wakati wa mwisho. Makanisa yetu yameonekana kukosa watu. Katika wakati wa mwisho, makanisa yetu na hata taarifa zetu za idara ya shule ya Sabato, ukiziangalia ni taarifa ambazo hazileti ahueni, hazileti picha ya ukuaji wa imani na kiroho katika kanisa letu. Kwa sababu wakati mwingine washiriki tumezoea, au wakati mwingine tumedhani ya kwamba tumejitosheleza. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba ni heri tukanunua dhahabu kutoka kwake ili tuweze kusafishwa, maana tunahitaji dawa kutoka kwa Yesu. Idara ya shule ya Sabato ilipokuwa inaanzishwa ilibeba malengo kadhaa, na malengo hayo ndiyo haya ambayo yanaakisiwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Malengo ambayo yana lengo la kumfanya mshiriki sio tu kuwa mtazamaji, lakini kushiriki kwa matendo mahusiano yake na Yesu Kristo. Idara ya shule ya Sabato, lengo lake namba 1 ni kuyachunguza maandiko. Hilo ndio lengo namba 1 la idara ya shule ya Sabato, kuyachunguza maandiko. Bahati mbaya sana leo Waadventista wengi wanakimbia kipindi cha shule ya Sabato. Hiyo ni hali mbaya sana kwa kanisa. Washiriki ambao tulitegemea kuona wanatoa muda mwingi kwa ajili ya kujifunza shuleni, lakini bahati mbaya ni kwamba walio wengi wamekimbia na kuiacha shule ya Sabato ikiwa yenyewe. Tukienda makanisani siku ya Jumamosi asubuhi, muda wa shule ya Sabato watu watakuwa ni wachache. Ikifika muda wa mahubiri makuu, watu wamejaa kanisa zima, wamekaa mpaka nje, watu wamejaa. Na baada ya ibada washiriki wanaondoka. Swali la kujiuliza, je, wakati wa shule ya Sabato
tunakuwa wapi? Na baada ya shule ya Sabato tunakuwa wapi? Ni swali la kujiuliza jioni ya leo. Je, wewe kama mshiriki wa kanisa hili, je, wewe kama mshiriki wa shule ya Sabato, uhai wako unaupima katika viwango gani? Unajua, ni katika shule ya Sabato ndipo watu wanajifunza maneno matakatifu. Ni katika shule ya Sabato watu wanapata majibu ya maswali yao. Ni katika shule ya Sabato watu wanapata nafasi ya kujadili maandiko matakatifu kwa kina. Bahati mbaya sana, wanafunzi wa Yesu ambao wanaagizwa kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 28 kwamba wao wanafunzi waende na kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu, wakiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, wameikimbia shule, mahali ambapo walitegemewa kujifunza chini ya mwalimu Yesu Kristo, awafundishe neno, awafundishe maadili, awafundishe kile ambacho wanapaswa kwenda na kuambia wengine. Wameikimbia shule. Ni hatari sana. Mtu mmoja nilimuuliza, kwa nini wewe huhudhurii shule ya Sabato? Kanambia, mchungaji, yaani mimi lesoni siielewi kabisa. Kila nikijaribu kusoma sielewi. Ndipo nikakumbuka methali moja au msemo fulani wanaosema mwanafunzi hawezi kumzidi mwalimu wake. Masikio hayawezi kuzidi kichwa. Utawezaje kuelewa ikiwa unakimbia shuleni? Yaani unawezaje kufanya vizuri katika mitihani ikiwa unakimbia shule? Utawezaje kuwa mwanafunzi uliye bora ikiwa unamkimbia mwalimu? Shule ya Sabato ni kitovu cha watu kujifunza maandiko matakatifu. Shule ya Sabato ni mahali ambapo watu wanapaswa kuja na kutatua changamoto zao za uelewa wa kimaandiko. Kwa hiyo unaweza kupata picha, kama anashindwa kuja shule ya Sabato kwa sababu haelewi, tafsiri yake ni kwamba hata nyumbani hasomi neno la Mungu. Maana kanisa la Mungu limekuwa na utaratibu mzuri sana. Kila Mwadventista msabato duniani kote, kila itwapo leo, analo neno la kusoma na kujifunza chini ya Yesu. Kwa hiyo huyu anayekimbia hii shule ambayo ni ya muhimu kwake, tafsiri yake ni kwamba yeye kila siku hana maarifa. Ellen White anaandika, anasema, isipite hata siku moja haujapata maarifa, kwanza ya mbinguni, lakini pili haujapata maarifa ya ulimwengu huu. Isipite hata siku moja. Jitahidi kwa kadri inavyowezekana, kila siku ya Mungu inapoenda uwe umepata maarifa ya neno la Mungu. Kila siku inapokuwa inaenda kuisha, hakikisha umepata maarifa ya namna ya kuishi kwenye dunia hii. Nimefurahi kuona vijana wanajadili, wanasema uchumi ni kitu muhimu sana kwa familia. Ndio, uchumi ni kitu muhimu, lakini kila siku lazima upate maarifa ya uchumi. Pata maarifa ya kutengeneza pesa. Pata maarifa ya namna ambavyo Mungu anakupenda na kukujali katika maisha yako. Pendwa, shule ya Sabato iliandaliwa kuwa chuo maalum cha watu kujifunza neno la Bwana. Lakini lengo namba 2 la idara ya shule ya Sabato, shule ya Sabato ina lengo la kujenga ushirika pamoja na Yesu. Haleluya. Katika shule ya Sabato ndipo ambapo waumini wanaungana pamoja
ndipo ambapo waumini wanaungana pamoja kujifunza namna ambavyo Yesu anawapenda, namna ambavyo Yesu anatamani kukaa pamoja na wao. Katika shule ya Sabato ndipo ambapo washiriki wanaweza kujifunza njia mbalimbali za namna ya kuwafikia watu. Lakini lengo namba 3 la shule ya Sabato ni utume. Wakati fulani tumekuwa tunajiuliza, hivi mbona washiriki kila inapoenda leo, washiriki tunawabatiza walio wengi, lakini pia wengi wanarudi nyuma? Kwani shida ni nini? Kila siku inapoisha unagundua ya kwamba washiriki wanaoingia kanisani ni wengi, lakini pia wanaotoka ni wengi zaidi. Utagundua ya kwamba hilo linatokea kwa sababu shule ya Sabato bado haijawa imara. Shule ya Sabato ina lengo la kutufanya kutekeleza utume wa Kristo. Shule ya Sabato ina lengo la kufanya utume wa kanisa unasonga mbele. Lakini jambo la mwisho, shule ya Sabato ina lengo la kutukuza kiimani. Unajua, kanisa la awali pamoja na changamoto nyingi ambazo walizipitia, lakini changamoto nyingine ambayo walikuwa naipitia ni changamoto ya mateso. Lakini Biblia inatuonyesha ya kwamba kadri ambavyo mateso yaliongezeka, ndivyo commitment ya washiriki wa kanisa la awali ilizidi kuwa kubwa. Kadri ambavyo walikuwa wanateswa, kadri ambavyo walikuwa wananyanyaswa, ndivyo ambavyo ari ya kufanya kazi iliongezeka. Utajiuliza swali, walipata wapi huo moyo? Huo moyo waliupata kwa sababu walijikita katika maandiko, walijikita katika ushirika, walijikita katika utume, walijikita katika kusali pamoja. Hayo yote yaliwatia shime kusonga mbele, licha ya maumivu, licha ya mateso, licha ya changamoto ambazo walikutana nazo. Ndugu zangu, marafiki zangu, hata sisi leo Yesu anatuita kujenga ushirika pamoja naye. Yesu anatuita kusimama pamoja ili tuweze kusonga mbele. Wakati fulani hata ukiambiwa nenda kahubiri, unasema mchungaji, mimi siwezi. Hata kumwambia mtu sikiliza, Sabato ni siku ya Jumamosi, siwezi. Hata kumwambia mtu uwe mwaminifu, uwe shujaa, maana Yesu anakupenda, siwezi mchungaji. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu wakati fulani hatujapata ukomavu wa kiimani, hatujapata ukomavu wa kiroho. Ni kwa sababu tumeikimbia shule, ni kwa sababu tumeikimbia shule muhimu, yani shule ya Sabato. Ukikimbia shuleni tegemea kufeli. Halo? Ukikimbia shuleni tegemea kufeli. Huwezi ukakimbia shule halafu bado ukafanya vizuri. Huwezi ukakimbia shule halafu wewe uonekane bado ni mwanafunzi bora. Hapana. Ukikimbia shule matokeo yake utafeli. Jioni ya leo ingelikuwa ni ombi langu ya kwamba sote tuendelee kusimama na kuwa washiriki waaminifu katika shule ya Sabato. Pamoja na ukweli kwamba shule ya Sabato na yenyewe imekuwa na changamoto nyingi. Mojawapo ni kukosa ubunifu. Na hapa naomba niongee na vijana kwa sababu tupo kwenye juma la maombi la vijana. Mungu ametupatia maarifa vijana, tuyatumie kwa ajili ya kazi ya Bwana. Tuyatumie kwa ajili ya kuleta mabadiliko chanya ndani ya kanisa. Tuyatumie kwa ajili ya kuleta ari mpya ndani ya kanisa.
Tunatamani kuona vijana wakiwa engaged kwenye kazi ya Mungu. Tunatamani kuona vijana wakija na kushiriki huduma zetu za shule ya Sabato hapa, waonyeshe tofauti ya kwa nini wao ni vijana, kwa nini wao ni generation ambayo inawaza haraka. Wakati fulani makanisani mwetu shule ya Sabato imeendeshwa katika viwango vya chini sana. Yaani inafika mahali mtu anakuja kwenye shule ya Sabato ni kana kwamba amekuja gerezani. Amekuja kana kwamba yuko tu mahali ambapo anasubiri kuchoma sindano aondoke. Shule ya Sabato ni kama zilivyo shule nyingine. Unajua kwa nini shuleni huko wanaweka chakula? Unajua kwa nini wanaweka vipindi mbalimbali? Ni ili kukupatia shauku ya kuendelea kuwepo shule. Na by the way, nikikumbuka nikiwa mdogo, wakati fulani niliwahi kukataa kwenda shule. Baba ananiambia, mwanangu, shuleni leo uendi? Najua mnaelewa. Mojawapo ya sifa ya mtu ambaye hataki kwenda shule ni kuumwa kichwa au tumbo. Nikamwambia, baba, mimi naumwa tumbo, yani tumbo linaniuma sana, yani naona kabisa siwezi. Akaniambia, pole mwanangu, basi itabidi nikupeleke hospitali. Kipengele ni kwenda wapi? Hospitali. Kwani wangapi hapa mmekunywa dawa pasipo kuumwa? Ni wengi. Ni vile tu hamjapata nafasi ya kuzungumza kama mimi, lakini laiti kama tungewapa nafasi na nyinyi, mmekunywa dawa nyingi pasipo kuumwa. Kwa sababu tu hutaki kwenda shule, unamwambia mzazi, mimi naumwa, mimi kwa kweli tumbo linakata. Akupeleka hospitali, madaktari wanapima, wanasema huyu haumwi, lakini ngoja tumpatie tu, yawezekana na infection kwenye tumbo. Unakunywa dawa, ikifika saa 4 kiguna njia huko mtaani. Lakini kwa sababu ya program mbalimbali zilizokuwepo shuleni, kwa sababu ya baadhi ya mazingira yaliyokuwepo shuleni, na ndio maana shuleni kuna mpira mnacheza, na ndio maana shuleni kuna mabadilisho ya kila namna. Lengo sio kwamba waendelee tu kukufanya uwepo. Lengo ni kwamba uendelee kuwepo, lakini pia upate maarifa. Sio tu uwepo kwa bahati mbaya, uwepo na upate maarifa na ufurahi kuwepo shuleni. Kwa hiyo ni ombi langu pia kwa makanisa ya kwamba hebu tutengeneze programu ambazo zitakuwa ni bunifu, programu ambazo zitawavuta wengi, programu ambazo watu watafurahia kuwepo shuleni. Unajua shuleni na kwenye adhabu zikiwa nyingi inakuwa ni changamoto. Mahali fulani niliona wanatoa adhabu waliosoma lesoni kwa mpango. Kama hujasoma lesoni, naomba usimame. Simama, tunatamani kukuombea. Jamani, tupunguze adhabu katika shule ya Sabato ili kuwafanya wanafunzi waendelee kuvutwa na kuona thamani ya kuwepo shuleni. Shule ya Sabato wakati mwingine imekumbana na changamoto ya kuwa na program duni, program ambazo haziwezi kuwavuta wengine na kushiriki. Lakini wakati fulani na sisi washiriki tumekuwa ni changamoto. Ni vile tu kanisani hakuna fimbo, ni vile tu kanisani hakuna adhabu, lakini wanafunzi wa shule ya Sabato wanachelewa katika viwango vikubwa. Yaani laiti kama ingelikuwa ndio kile kipindi tunachosoma cha kidumu pamoja na fagio, nadhani shule ya Sabato ndio ingekuwa inaongoza kwa kuwa na wachelewaji wengi. Watu wanachelewa kila siku. Yaani ukitaka kumuuliza kwamba wewe lini uliwahi shule ya Sabato, atakwambia ninatokea mbali mchungaji. Sasa sijui, labda siku moja tujaribu. Mungu aruhusu tu kwamba wachungaji na wenyewe wanashika fimbo. Kama ambavyo shuleni tukichelewa tunashikiwa fimbo na kupewa adhabu, laiti kama wachungaji na wao wakapewa fimbo ya kwamba akichelewa mchape. Najaribu tu kuimagine, yawezekana hili kanisa likakosa watu. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba
watu wanakuja kwa Yesu kwa sababu ya upendo. Sasa kama kweli unampenda Yesu, kwa nini uchelewe kwenye kipindi chake ambacho yeye ndiye mwalimu anayefundisha? Swali la kujiuliza. Shule ya Sabato mara nyingi inaanza saa 3 kamili. Ellen White anaandika, anasema ombi la kwanza la siku ya Sabato lina mibaraka ya wiki nzima. Ombi la kwanza. Swali la kujiuliza, je, ni mara ngapi wewe umepokea ombi la kwanza la shule ya Sabato? Hivi ukijipigia mwaka mmoja uliopita, wewe ulipokea maombi mangapi ya kwanza ya shule ya Sabato? Na chukua tu mfano kwamba max utakayopata weka chini ya 52. Nadhani tunaweza tukawa na watu wengi wenye F hapa. Tunaweza tukawa tuna watu wengi wenye F na wenye A ni wachache sana. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi shule ya Sabato hatujaichukulia kwa uzito. Tumeiona kama ni kitu tu, yani sio kitu ambacho ni cha lazima sana, ni kitu cha kawaida. Watu wanachelewa. Yani ukifika makanisani siku ya Sabato saa 3:30, watu ni wachache sana. Ila ikifika saa 6 watu wamejaa, kanisa limejaa hadi nje, washiriki wanakosa mahali pa kukaa. Ingawaje mtu mmoja akaniambia, pastor, wengine wanawahi sio kwa sababu ya wanampenda sana Yesu. Wanawahi maana wanaogopa kukaa nje. Na wengine wanawahi kwa sababu nyumbani mambo ni magumu. Lakini ni heri ambaye atawahi na kuja kujulisha neno la Mungu ndani ya kanisa kwa sababu tu ya maumivu anayokumbana nayo nyumbani, maana katikati ya ushirika wake na Yesu atapokea uponyaji. Ninakutia moyo na wewe rafiki yangu, kwa nini leo usifanye shule ya Sabato kuwa katika matendo ndani ya maisha yako? Jioni ya leo ninao wito kwenu. Ninao wito kwa kanisa kuifanya shule ya Sabato kuwa bora na kuwa chombo maalum cha utume katika kanisa. Na hilo litawezekana tu endapo tutaamua kuwa na ushirika kamili na Yesu. Kama tutaamua kuwa wasomaji wa neno la Mungu, tutapata shauku ya kuwahi, tutapata shauku ya kuandaa program mbalimbali nzuri ambazo zitawavuta wengi. Tunavyo visa vingi sana vya watu ambao walibatizwa na kuingia kanisani kwa sababu tu ya program za shule ya Sabato, kwa sababu alikaribishwa vizuri. Aliingia kanisani akaona namna watu wanavyojadili neno la Mungu, akaingia kanisani akaona namna ambavyo watu wanapendana, wanaulizana, jamani, nani anaumwa jamani? Kwenye darasa letu hapa kuna mtu leo hayupo, yuko wapi? Mpigieni simu. Fulani anaumwa. Okay, anaumwa nini? Baadaye jioni tutaenda kumtembelea. Watu wakabatizwa kwa sababu ya maisha ndani ya shule ya Sabato. Kama kanisa, ikiwa tunatamani kuleta badiliko, ikiwa tunatamani kufanya utume wa Kristo usogee mbele, ninakualika jioni ya leo kurejesha tena ushirika wako na Yesu. Ninakualika jioni ya leo, mtu binafsi, kanisa, idara, kama jamii ya Wakristo, kuamua kwa dhati kuwa sababu ya mabadiliko na maendeleo ya shule ya Sabato. Usiseme mchungaji, unajua mimi natokea mbali. Wahi. Mbona kazini tunawahi? Mtu anatokea mbali kweli, ana mwendo wa masaa 2-3 ya kufika kazini, lakini kila siku ikifika saa 1 yupo ofisini. Na bahati nzuri katika
maendeleo ya sayansi na teknolojia, siku hizi watu hawahitaji daftari ili kusaini. Wanaweka tu fingerprint, wanajua nani amewahi kuingia, nani amechelewa. Mbona huyo mtu wa duniani anatuelekeza namna ambavyo tunapaswa kuishi na tunaweza? Nimejaribu tu kuwaza kwamba hivi itatokeaje kama siku moja wakaamua kuweka fingerprint mlangoni ili tu kujipatia takwimu za washiriki wanaokuwa wanawahi shule ya Sabato. Nafikiri attendance itakuwa kubwa sana wakati wa saa 5, saa 4. Watu watakuwa ni wengi sana, lakini mwanzoni watu watakuwa ni wachache. Ninawatia moyo jioni ya leo, tuungane pamoja katika kuifanya shule ya Sabato kuwa ni chombo cha utume. Bwana awabariki, Bwana awapatie ushindi, Bwana awapatie ari ya kuwa washiriki waaminifu katika shule ya Sabato. Ikiwa ni ombi lako, unatamani kuendelea kuwa wakili mwaminifu, kuendelea kuwa mshirika kamili na Yesu katika idara ya shule ya Sabato, ni ukualike tusimame tuweze kuomba. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, asante kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa sababu umetupatia shule nzuri, shule ya Sabato. Mungu mwema, ninakusihi na kukuomba ukaendelee kututunza, ukaendelee kutulinda, ukaendelee kutupatia ari ya kuwa washiriki waaminifu wa shule ya Sabato kama vile walivyokuwa washiriki wa lile kanisa la awali. Simama pamoja nasi Bwana, tembea pamoja nasi Bwana, utulinde na kutuongoza siku ya leo tunapokuwa tunaachana katika ibada hii. Baba wa mbinguni, endelea kutafakarisha neno lako ndani ya masikio yetu na ndani ya mioyo yetu, ili ikiwa ni mapenzi yako kesho tena turejee kwa ajili ya kujifunza. Baraka zako na neema yako vikae pamoja nasi kwa jina lako Yesu Kristo. Mungu awabariki, niwatakie jioni njema na Bwana awe pamoja nanyi. Bwana awabariki sana. Tukutane tena kesho kwa somo lingine na vipindi vingine. Mungu aweze kuwalinda.